Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Eunice Akinyi Ouma, mshirika wa kanisa la Seventh Day Adventist Church Kizingo. Ni masaa mengine takatifu wa kipindi wa wakati ni sasa, haswa kipindi cha vijana. Na kabla niwakaribishe, ningependa tuweze kusimama kwa ajili ya ombi. Tuamini na tuombe. Mungu wetu mwenyezi, tunakuja mbele zako tukisema ni asante kwa siku ya leo na kutuwezesha kufika masaa haya matakatifu. Tunakuja mbele zako tukiwa na unyenyekevu wa kipekee. Tunapotaka kuanza kipindi cha vijana, tunaalika Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza, na pia tunamkabidhi mtumishi wako Pastor Maxwell Mwashigadi atakaponena nasi kama vijana na watoto wako. Tunasihi uweze kumuongoza ili asionekane yeye bali uonekane ndani yake. Tunakabidhi washiriki wote na wale hata wanaotutazama katika mtandao kwamba pamoja tutakapomaliza tuweze kuhisi kwamba tumekuwa na uwepo wako. Kuwa nasi sasa tunapoanza hadi mwisho, ni kwa jina la Yesu tumeomba hata kuamini. Na wakaribisha kwa mara ya pili tena, karibuni katika kipindi cha wakati ni sasa, hasa kipindi cha vijana, na ningependa nimkaribishe Pastor Maxwell Mwashigadi atakaye tuelekeza. Karibu mtumishi. Asante sana, nashukuru kwa ajili ya makaribisho. Nachukua nafasi hii kuweza kukaribisha tena katika siku ya leo, tukishukuru kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia ili ya kwamba tukaweze kusikia kutoka kwake. Asante sana kwa mrembo ambaye Mwenyezi Mungu ameweza kutuajalia naye katika siku ya leo. Nashukuru sana kwa ajili ya makaribisho. Labda tu nikaweze kukuuliza maswali matatu mboga kabisa ambayo utaweza kutusaidia katika kipindi chetu cha leo. Mazungumzo yetu ya leo yanazungumzia juu ya dira za maisha, ya kwamba maisha yetu yamegawanywa katika sehemu tatu za kipekee: hali ya kiroho, hali ya kijamii, na pamoja na hali ya kimwili, physical, spiritual, pamoja na social. Sijui vijana maisha yao yameegemea wapi sana katika sehemu hizi? Kwa utazamo wangu kama Eunice, naona kama vijana wameegemea sana katika social life. Asante sana. Ni ukweli ya kwamba vijana wengi wanapendezwa sana na maisha ya kijamii, wanayaenzi sana, wameegemea upande huo katika sehemu hii ya maisha. Sijui kwa nini vijana wanaegemea sana katika sehemu hii ya social life. Vijana vile ninavyoona wameegemea sana upande wa social life sababu ya jinsi maisha ilivyo sahi, mambo ya mitandao. Unapata mara nyingi vijana kupitia mitandao na simu wameegemea sana upande wa social life, na unapata mara nyingi muda wao wanaingia mtandaoni kusocialize na wenzao. So unapata mara nyingi ile spiritual life wameiweka kando na mambo ya kijamii, so ndio maana wameegemea sana social life. Asante, nashukuru sana. Labda pengine tu nikaweze kuuliza swali la mwisho. Kuna madhara gani iwapo kama vijana wanakosa kuishi maisha ambayo yameweza kusawazishwa, a balanced life ambayo inazungumzia sehemu hizi tatu? Kawaida social life ina madhara yake, na vile tumeweza kuona kupitia mitandao, kuna vipindi ambavyo havistahili, hazitustahili sisi kama vijana. Sana sana kuna zile vipindi kama pornography na mengine ambayo tukizoea sana kama vijana inatuzuia kupata yale elimu ambayo ni ya muhimu ambayo tunafaa kupata pale kanisani ama katika jamii. So inapata wa vijana wameathirika sana kimawazo na mengine. Asante, nashukuru sana, ubarikiwe sana. Nashukuru kwa ajili ya majibu hayo, yameenda sawa kabisa. Leo hii tunaangalia mawe matatu kama vile yale ya kupikia, lakini ya maisha. Maisha haya Waingereza wanasema our life is dynamic, na kwa sababu hiyo imegawanyika katika vipande hivi vitatu. Na wakati vipande hivi vitatu vinavyokuwa vina balance,
vimesawazishwa vizuri, utakuta ya kwamba unaishi maisha ambayo yameweza kukamilika vizuri. Lakini iwapo kama moja itachukua nafasi ya juu kuliko nyingine, patakuwa na matatizo katika maisha yetu. Na kwa sababu hiyo utakuta ya kwamba wakati mwingi kama vijana tunang'ang'ana sana na maisha haya tukaweza kusawazisha ama kuweza kufaulisha sehemu moja tu, tukikosa kuweza kuangalia sana katika zile sehemu zingine. Leo hii ningependa tukaweza kujua jinsi mawe haya matatu ya maisha yataweza kutusaidia tukaweze kubalance. Maana yake kama unavyofahamu, mawe, mfano huu ni kama ile mawe matatu ambayo tunayopikia. Nilitoa mfano huo katika fundisho letu la kwanza. Mawe yale tunayopikia matatu ya jikoni pale, sufuria inapowekelewa juu ya mawe matatu inakuwa imeweza kusimama vizuri. Lakini iwapo kama itakosa jiwe moja, utakuta ya kwamba haitaweza kufanya kazi vizuri. Na kwa sababu hiyo katika maisha pia inatakikana tukaweza kusawazisha, na tunatakana kuweza kuhakikisha ya kwamba tumebalance maisha yetu katika njia hii. Msingi wa kwanza ambao unatusaidia katika kuweza kuangalia maisha katika njia ya kipekee ni katika msingi wa maisha yetu ya kiroho. Katika msingi wetu wa maisha ya kiroho unatusaidia tukaweza kumwelekea Mwenyezi Mungu sana. Katika maisha yetu kuna sehemu ambayo haina kazi nyingine isipokuwa ni kuweza kumwelekea Muumba wako. Na iwapo kama utakosa kuweza kumpatia nafasi hiyo, nafasi hii itachukuliwa na wengine ambao ni wazushi watakaoleta changamoto nyingi na kuweza kukuharibia katika maisha yako. Kuna ndugu mmoja aliyeulizwa swali. Alikuwa katika umri wa kadri tu, karibu miaka 30 hapo. Ndio amemaliza chuoni, anatafuta kazi. Akaulizwa, sasa mipango yako ya baadaye ni gani? Akasema hivi, kama kuna kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha yangu ni nifanikiwe nikaweza kupata kazi. Akamuuliza, utakapopata kazi ni nini kitakachofuatia mbele ya hicho? Anasema ya kwamba nitakapopata kazi nitaweza kujiendelesha kidogo katika hali ya kifedha. Akamwambia, utakapokuwa umeweza kujiendeleza zaidi ni nini kingine ambacho kitaweza kufuata katika maisha yako? Anasema labda nikaweza kutafuta mpenzi wa maisha ili kama nikaweza kuoa nami nikaweza kuwa na familia. Utakapofanyikiwa hivyo unatakana kuweza kufanya vipi? Akasema ya kwamba nipambane na maisha, labda pengine Mwenyezi Mungu atakapotuajalia na watoto ning'ang'ane nao mpaka wakaweza kukamilisha masomo yao. Akazidi kuweza kumuuliza maswali. Anapomaliza hili anamuuliza baada yake inaenda vipi. Akaona mahali kwenye ameshaingia ni mahali ambapo umri utakuwa umeshaenda sana. Akaanza kukunja uso. Akasema ya kwamba inapofikia wakati huu uamuzi unakuwa ni mchache sana. Mambo yanakuwa ni machache ambayo nitaweza kufanya maamuzi yake. Na unakuta ya kwamba mwisho wa siku, utakuta ya kwamba mwisho wa mipangilio yote hii, utakuta maisha haya ambayo tuko nayo itakuwa ni bure iwapo kama Mwenyezi Mungu hatachukua nafasi katika maisha yako akakupatia tumaini ambalo litakusaidia baada ya maisha haya tutakayokuwa nayo. Fundisho hilo nitaweza kuliongezea zaidi katika siku ya kesho, lakini kwa sasa tungependa tukaweze kujua umuhimu wa maisha yako ya kiroho. Sehemu hii, theluthi hii moja ya maisha yako ambayo inatakana kutawaliwa na maisha yako ya kiroho, Mwenyezi Mungu anazungumza nasi vipi? Anasema hivi katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wake wa 37 na 38. Wayahudi pamoja na Mafarisayo wakaweza kumkabili Kristo badala ya kuweza kuona jinsi anavyokosa kuweza kutafsiri ama kuweza kuishi kulingana na yale maagizo na kanuni ambazo walikuwa wanazifahamu. Wakamwendea sasa, wakawa wanamjaribu tu. Wakamuuliza, sasa kulingana na mtazamo wako, kwa sababu tumejaribu tukaweza kuona dira yako inaelekea katika njia gani, kulingana na wewe, amri iliyo kuu na ya maana ni gani? Akasema hivi, akawaambia, fungu la 37, akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Katika maisha hakuna kitu bora zaidi
kama kumpatia Mwenyezi Mungu nafasi katika maisha yako. Kuna ndugu mmoja aliweza kuchukua mfano huu wa kuweza kuonyesha jinsi ilivyo muhimu sana sisi kuweza kufahamu umuhimu wa maisha yetu ndani ya Mwenyezi Mungu. Akachukua mawe akaweza kuweka katika container, akaweka katika chombo, akayaweka vizuri mawe ambayo hayana mfano mzuri, hayana shape nzuri, akaweza kuweka vizuri mpaka yakaweza kujaa ile level aliyokuwa anahitaji. Alafu akaweza kuchukua mchanga, hasa mchanga huu wa baharini, akang'ang'ana kuweza kuingiza pale kwa sababu mawe yako na nafasi. Akaweza kukubali, akaweza kuingia mchanga ule, ukaweza kuingia vizuri ndani ya mawe yale mpaka ukaweza kutoshea. Sasa akampatia mtu, akamwambia kwamba toa mawe haya, alafu badilisha sasa, badala ya kuweka mawe kwanza ukaweze kutangulisha mchanga, alafu uweze kuweka mawe, tuone kama itaweza kuchukua ile level ambayo ni ya sawa. Akafanya hivyo. Alipochukua mchanga akautangulisha kwanza, alafu achukua ile mawe akaweza kuweka, akagundua ya kwamba mawe yalipotangulia yalisaidia ule mchanga kuchukua nafasi nzuri katika kile chombo, lakini mchanga utakapotangulia ukaweza kuchukua nafasi ile ya chini, yale mawe yanakosa nafasi na inaonekana ni kama ni mengi sana katika chombo kile. Vivyo hivyo katika maisha yetu kuna jambo ambalo ni la msingi na la muhimu sana linatakikana kuweza kutangulia katika maisha yako, na ni uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Utakapokuwa umeweza kuchukua nafasi ya kwanza katika maisha yako, itakusaidia kuweza kuweka yale mambo mengine yote yakaweze kuwa sawa. Hivi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anatuambia hivi katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33, inasema ya kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtaweza kuzidishiwa. Iwapo kama sasa hivi ningeweza kupata kikundi kikubwa tu cha vijana, kila mmoja nikaweza kumuuliza ni nini anachohitaji, kila mmoja angeweza kuleta hitaji lake, na kadri kila mtu atakavyoweza kuleta hitaji lake, huenda ikawa nafasi yetu ndani ya Mwenyezi Mungu na kuweza kumtafuta inaweza isiwe namba ya kwanza. Umesikia kijana hapa akiweza kuzungumza ya kwamba maisha ya kijamii yanachukua nafasi kubwa sana katika watu wa rika ama wa umri huu zaidi kuliko njia zingine zote za maisha. Kuna mtu mmoja ambaye alimpatia Mwenyezi Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yake, ambaye alikuwa anaitwa Ayub. Pakawa na kikao cha wana wa Mungu, na shetani naye akapata nafasi ya kuingia katika kikao kile, na akapata nafasi ya kuweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu, na akaweza kumuuliza akaweza kuulizwa habari za Ayub. Akazungumza mengi ambayo yalikuwa ni ya kuweza kutafuta nafasi akaweze kuangamiza maisha yake, na akaruhusiwa kwa mara ya kwanza akaweze kugusa mali alizofikiria kwamba hizo ndizo ambazo zinamfanya akaweze kuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Lakini zilipoguswa bado angaliko akabakia akiwa mwaminifu mbele za Mwenyezi Mungu. Akamtuma tena akaweza kwenda kugusa tena katika maisha yake, na akaweza kuyagusa maisha yake vizuri, akaweza kugonjeka zaidi mpaka marafiki zake walipokuja kuweza kumwangalia akiwa mgonjwa, wakakaa naye siku 7 wakiwa hawazungumzi jambo lolote na yeye, wakiweza kuangalia tu jinsi anavyoteseka. Sijui Mwenyezi Mungu angekuwa pamoja nasi katika siku hii ya leo, ama angeweza kuwa na kikao na yule mwovu na yule shetani, akaweza kumuuliza maisha ya ndugu John, maisha ya dada Jane, maisha ya ndugu Timothy, ni nini ambacho kinamfanya ama kitaweza kumsababisha akaweze kumwasi Mwenyezi Mungu. Huenda ikawa sisi wenye kizazi hiki shetani hata uliza tukaweze kupokonya chochote, lakini angeenda akaomba mibaraka tu, aseme ya kwamba msaidie fulani na simu fulani ambayo naienzi sana. Atakapoipokea hiyo, ninakuhakikishia mahubiri yote atakuwa nahubiriwa hayataingia katika kichwani mwake. Kuna mwingine atasema kwamba mmoja ile tu na shamba mahali ambapo maji yanatemka vizuri, yanatiririka vizuri. Huyu atashikilia shamba zaidi na hata ataweza kukusahau. Siku moja
wakati wa ibada atakosa kuweza kuwapo katika ibada na aweze kwenda shambani kwa sababu ya vile ambavyo itakavyo imeweza kumvutia sana. Tutafute kwanza ufalme wa Mwenyezi Mungu na haki yake. Hakuna kitu cha maana kabisa katika maisha yetu kama wanadamu kama kuweza kuipokea haki ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu maisha tunayoishi, dhambi imeshatawala tayari, dhambi imeshaathiri maisha yetu. Na kwa sababu hiyo, kama tutaweza kusimama vizuri katika ulimwengu huu, tunahitaji haki ya Mwenyezi Mungu, ambao tuliweza kuona siku ya juzi ya kwamba hii haki ya Mwenyezi Mungu ni nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinaleta mabadiliko katika maisha yetu. Tunahesabika kama wenye haki si kwa sababu ya jambo lolote ambalo tumeweza kutenda, lakini kwa sababu ya kafara ambayo Yesu Kristo aliweza kuitoa pale msalabani kama ondoleo la dhambi zetu. Tunapokubalika, tunasimama mbele za Mwenyezi Mungu tukiwa wenye haki kwa sababu ya hii haki yake ambayo anatuvisha. Unapokuwa umeweza kuvishwa haki hiyo, ni kitu cha muhimu sana katika maisha yako kama kijana. Tutakapopata ufalme ambao Mwenyezi Mungu amekuja kuweza kutuandalia, ufalme ambapo kila mmoja ataweza kuangalia mwenzake akiwa ni bora zaidi kuliko mwingine. Hicho ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anatuitia. Na ndio sababu tunaposhuka chini tukiweza kuangalia msingi huu wa kipekee wa pili, ambapo ni kitengo cha jamii ama uhusiano, social life. Anasema hivi katika mstari ule ule tu fungu sura ile ya 22 mstari wa 39 mpaka 40. Anasema, na ya pili yafanana na hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote pamoja na manabii. Sasa mimi ninashangazwa sana na jinsi ambavyo mambo haya yameweza kukutana, ya kwamba tunafahamu sifa za Mungu katika maisha yetu. Yeye ndiye aliyetuumba, na zaidi ya kutuumba, tulipoanguka dhambini akaja akaweza kutukomboa. Tunajua ya kwamba umuhimu wetu wa kumpatia maisha yetu ni jambo ambalo ni la msingi na la muhimu zaidi, na ya kwamba upendo huu na uhusiano wetu naye hatuwezi kuufananisha na kitu kingine. Lakini Mwenyezi Mungu anasema nasi ya kwamba amri ya pili ambayo pia inafanana na hii ya kwanza ambayo ni kuu, pende jirani yako kama vile unavyojipenda nafsi yako. Katika hizi aspects mbili za maisha ambazo zinafuata kutoka katika ile ya kwanza, zimegawanywa kutoka katika hii amri moja, ya kwamba ukaweze kumpenda jirani kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Mambo haya mawili ni ya muhimu sana katika maisha yetu na katika safari yetu ya kiroho, kwa sababu unapokuwa unampenda jirani, unampenda mtu yoyote ambaye yuko karibu na wewe, ama Mwenyezi Mungu ameweza kumweka katika himaya yako, unakuwa a social person. Kama kijana, ni lazima ukaweze kujua jinsi ya kuweza kuhusiana na watu. Utakapokosa kuweza kufahamu vizuri jinsi ya kuweza kuhusiana na watu wote tu kwa ujumla, utakuta ya kwamba tunatambua tu mtu ambaye ameweza kuharibikiwa katika akili yake ni yule ambaye ataonekana akiweza kuokota makaratasi. Lakini sote kulingana na vile tunavyohusiana na wengine, yote inaonyesha ya kwamba tumeweza kuathirika kiakili. Sote tumeweza kuathirika kwa sababu hasa ni mambo ya mahusiano. Jinsi ambavyo tumekosa kuweza kuyapeleka katika njia ambayo ni nzuri, yanatuingiza katika changamoto nyingi sana. Kila mmoja yuko na kawazimu kake, na yote yamesababishwa na jinsi ya kuweza kuhandle mahusiano. Lazima kama kijana, mvulana ama msichana, ukaweza kujua jinsi ya kuweza kuhusiana, na ukaweza kujua katika uhusiano huu ambao nimeweza kuingia, uko sawa ama hauko sawa. Kuna mambo matano tu ya haraka ambayo yanakusaidia kuweza kujua kwamba nimeingia katika uhusiano ambao haufai. Jambo la kwanza, kama hauheshimiwi sana, haitabadilika baadaye. Iwapo kama uko katika uhusiano ambao hauheshimiwi, hakikisha ya kwamba, jua ya kwamba hakuna siku nyingine itaweza kuja kubadilika. Ni wakati huo ukaweze kuangalia jinsi ya kuweza kuchanganya tena vizuri zaidi. Jambo la pili, upendo wa kweli
haukuweki kifungoni. Utakuta kama mtu anasema kweli nakupenda, lakini kila jambo ambalo unalolifanya unaona ni kama limeweza kufungiwa kwa kibano mahali. Lazima akakuruhusu kila hatua utakayoweza kufanya katika maisha yako. Hicho ni kifungo. Na iwapo kama sasa ameweka kifungoni, bado mngaliko marafiki, itakuwaje atakapokuwa ameweza kuingia katika uhusiano pamoja nawe? Jambo la tatu, kama ana chat tu wakati anapojisikia. Watu wamepitia changamoto, unateseka kabisa. Unakuta ya kwamba kijana yuko hapo katika mtandao anang'ang'ana kuweza kutupa maneno, anaona tu tiki iko moja tu, bado hazijaweza kuingia mbili. Anapeleka mpaka na give up. Anasema mimi kuanzia leo siwezi kuwasiliana na huyu tena. Anakaa siku 2-3 anakuja kuona tiki zina tiki zote. Chwa. Alafu anamwandikia ujumbe. Anapokuwa ameweza kuandika ujumbe huo, anaandika wakati anapotaka, na kuhakikishia hauko peke yako katika uhusiano huo, na muko wengi. Na ndio sababu wewe unawekwa wakati wa majira fulani. Inatakikana ukaweza kufahamu ya kwamba hiyo ni moja ya red flags katika mahusiano. Mtu uhusiano unapokutenga na wengine unakuwa ni hatari sana. Iwapo kama umeingia katika uhusiano na yule mtu ambaye mko naye katika uhusiano anajaribu kuweza kukuseparate na watu wengine, hiyo ni moja changamoto kubwa sana katika uhusiano. Mtu anayevunja mipaka anaweza kuvunja hata moyo wako katika siku ambayo inayokuja tena mbele. Iwapo kama haogopi kukuchukiza sasa, unafikiri ni nini ambacho kitakachomzuia asiweze kukuchukiza tena sana wakati atakapojua kama hauna mahali pengine pa kwenda isipokuwa mko na yeye peke yake? Ni muhimu sana ukaweze kujua hili ya kwamba mambo haya mawili yanafuatana. Mwenyezi Mungu anaweka pamoja, anasema kwamba jinsi unavyompenda yeye, vivyo hivyo unatakana kuweza kuweka the same focus katika maisha yako ya kijamii. Uweze sema ya kwamba mimi niko na maisha yangu ya kibinafsi, na kwa sababu hiyo maisha mengine ama jinsi ambavyo maisha yangu mengine atakavyoweza kwenda, hautaki kuweza kujua hilo. Lazima ukaweze kujua jinsi ya kuweza kuhusiana na watu wengine katika njia ambayo ni bora. Na ya mwisho, natakana ukaweze kujua jinsi ya kuweza kutunza mwili wako. Maandiko matakatifu yanasema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Unatakikana ukaweze kujifunza jinsi ya kuweza kuutunza sana mwili wako. Wakati ni sasa ukaweze kujenga maisha yako na ukaweze kuweka katika mizani hii ya kweli ambayo tumeweza kujifunza katika siku ya leo. Mafiga haya matatu ama mawe haya matatu ambayo yanatusaidia katika maisha, inatakikana ukaweze kujua ikikoseka moja, sufuria itakuwa iko matatani, lazima itaweza kuanguka. Ni vizuri ukaweza kuisawazisha katika mambo haya matatu katika maisha yako. Roho yako ni dira, jamii ni nguvu, na mwili ni chombo. Vyote vinatakikana vikaweze kutunzwa katika njia ambayo ni nzuri kabisa. Utambulisho wa kweli haujengwi na likes, unajengwa na maadili. Kila mmoja wetu tunatakana tukaweze kutilia maanani sana maadili ambayo ni mazuri. Mahusiano bora ni kinga dhidi ya upweke na sumu ambayo inakuja katika rika ama peer pressure. Naomba ya kwamba Mwenyezi Mungu akuajalie kama kijana uweze kufahamu leo hii ya kwamba weka nguvu zako zote katika mambo haya matatu ya msingi. Moja lisije likachukua usukani juu, lakini ukaweza kujua kama unatakana kuweza kubalance between maisha yako ya kiroho, maisha yako ya kijamii na maisha yako ya kimwili. Yote yakaweze kusawazishwa vizuri. Mungu akaweze kukubariki sana. Asante. Basi baada ya hapo naamini tu ingesindikizwa na maombi, lakini